Huu mzozo kama ulivyoeleza umeanza, yani huu mzozo mpya umeanza tarehe 7 jioni, yani alfajiri ya kuamkia Jumamosi au siku uliochelewa kwa kuamkia Jumamosi, sio kwamba inaanza alfajiri, lakini ni kuamkia Jumamosi. Sasa tofauti kwanza, hapa hakuna kitu kipya, kwa maana kwamba kwa Waisraeli kupiga Gaza no, kwa Hamas kushambulia Israeli ni kitu cha kawaida, kama vile ilivyo Waisraeli kushambulia Gaza. Lakini hii iliyotokea ambayo inaendelea sasa hivi ina picha ya kipekee na uzito wa kipekee ambao ina tofauti na hizo nyingine. Tunakumbuka kwamba mwaka huu ilishatokea hiyo kwa Waisraeli kupiga Gaza kutokana na Palestina hicho wanaita kuchokoza kuchokoza Israel, huwa wanaita manake uchokozi wao. Lakini unakuta kwamba katika hali zote hizi yani katika kipindi cha miaka 10 imeshatokea hali ambayo inakaribiana na hii mara 4, na hii yote kutokana na kunatokea kitu Israel ambacho kina wachokoza hawa wa Palestina, ambao inawafanya wa Palestina baadaye wanapata sababu ya kuwavamia wa Israel moja moja, kwa mfano kumpiga Mwisraeli sawa, au kumuua Mwisraeli mmoja. Lakini jibu ambalo linapatikana baada ya hapo ni Waisraeli kupiga Gaza yote, wakiwemo watoto na wanawake. Sasa katika hii iliyotokea kuanzia 2007 mpaka sasa hivi, katika mapambano yote hayo Waisraeli walikuwa wanakufa labda 4 au 16. Hii ya mwisho kabisa ni 16, lakini wa Palestina wanakufa kwa mamia na kujeruhiwa kwa maelfu. Hii ya sasa hivi ni kwamba mpaka hivi ninavyozungumza, takwimu ambazo nazo za asubuhi ni kwamba Waisraeli 700 kutokana na Al Jazeera, zaidi ya 700, lakini kutokana na BBC ni 1300 ambao wameuliwa na Hamas. Na idadi ya wa Palestina ambao ni raia walioko Gaza, hii nayo inakaribia 900. Lakini pia Waisraeli nao wanazungumza kwamba kuna idadi kubwa ya askari wa Hamas ambao wamewaua. Sasa kitu ambacho kimewafanya watu au ulimwengu ushangae ni kwamba Israel haijai kupoteza idadi ya watu na askari wanaozidi 20, askari wanaozidi 20 na idadi ya watu wanaofikia 500 tangu miaka 56 au 60 iliyopita. Haijawahi kutokea hiyo. Hii ni kwa mara ya kwanza inatokea hiyo katika kipindi cha siku 2. Katika intifada ambayo ilichukua miaka 5, Israel ilipoteza watu ambao hawakufikia 700.
katika kipindi cha miaka 5. Katika kipindi hicho Wapalestina wamepoteza maelfu. Kwa hiyo Mwisraeli ni yule ambaye hajapata yale matungu ambao walikuwa wanayapata wa Palestina katika kipindi hichi cha miaka 70, zaidi ya miaka 70 iliyopita, yani kuanzia 1948 tangu kuasisiwa kwa hilo taifa la Israeli. Haijai kutokea. Lakini katika kipindi hicho chote, hii jambo kinatokea Gaza juzi, jana na juzi wa juzini, siku 3 hizi, ni maisha ya kawaida kwa Palestina. Hali hiyo imekuwa mbaya zaidi kuanzia 2007 wakati wa Israeli walipoamua kuifanya Gaza kama jela ya aina yake, yani wakazungusha ukuta ili kuwalinda wa Palestina kutoka Gaza wasiweze kuingia Israeli. Kwa hivyo hii Gaza ambayo tunazungumza sasa hivi ni Gaza ambayo kwa upande wa magharibi imezungushiwa ukuta ambao unatenganisha wao na raia wa halali wa Israeli, au raia daraja la kwanza wa Israeli. Na kwa upande wa magharibi, huu ni upande wa mashariki kwenye ukuta, upande wa magharibi ndio imepakana na bahari ya Mediterranean. Kwa hivyo hao watu wako kama wamewekwa kama kwenye mfuko fulani hivi, ambao sasa kila kitu ambacho kinahitaji maisha yao wanategemea Israeli. Hawa ni raia wa Israeli kutokana na sheria ya kimataifa, kwa sababu Palestina si nchi, nchi ni Israeli. Kwa hivyo hawa ni raia wa Israeli ambao ni wa Palestina. Wamewekwa katika hali kama hiyo kuanzia 2007. Huduma zote muhimu hawezi kuzipata mpaka nje ya ukuta, yani umeme, maji, huduma zote za afya ni zote zinatoka Israeli. Na wao wenyewe kufanya kazi, wanafanya kazi nje ya huo ukuta, yani ndani ya Israeli, ambao umekuwa ni kama mpaka. Wakienda kufanya kazi huko, kwanza wanafanya kazi kwa kibali maalum cha kufanya kazi Israeli. Hii ni katika nchi yao, kwa sababu wao ni wa Palestina. Wameishi katika hali kama hiyo. Huu ni mwaka wa 16. Hiyo Gaza yenyewe eneo lake ina maili za mraba 141. Wakazi wake ni zaidi ya milioni 2. Karibu nusu ya hao wakazi ni watoto. Katika eneo hilo ambao dogo kama hilo, ambao inakaa watu zaidi ya milioni 200, halina miundombinu na njia zake za maisha zote zimebinywa, kiasi ambacho ni kwamba mpaka wazifuate Israeli. Hata vibali vya kuoa na wenyewe ni lazima wapate kutoka Israeli. Ni kama vile ni nchi mbili zilizo adui, lakini kweli ni kwamba Gaza ni sehemu ya Israeli inavyotambuliwa sasa hivi. Kwa hivyo mahala ambapo pana hali kama hiyo na watu wenyewe ni kama hao, inaonyesha kwamba
hawa watu hawana kitu cha kupoteza, kwa sababu kama kufa wameshakufa mara nyingi, na wanaishi katika hali kama hiyo. Hiyo ni hali ambayo si maisha, kusema ukweli. Ni sawa na kusema kwamba ukitaka kumpeleka mtu jela, unafahamu, sema bwana mpeleke Gaza. Sasa wanaishi katika hali kama hiyo. Hapo ndio walipochimbuka hawa Hamas. Hamas ni wapiganaji ambao chimbuko lake ni hapo Gaza. Ni wapiganaji wa Kipalestina. Sasa hawa ndio walionekana kwamba wana nguvu ya kuitikisa Israel hata kabla ya 2007. Kwa sababu ndio waliweza kupiga sehemu fulani za Israel kwa kutumia makombora ambao wanasema ni primitive, unaona, hayana athari yote. Lakini hiyo serikali ya Israeli ikaitumia kwamba ni sababu kwamba hawa bwana wanatuvamia. Kwa hivyo sisi wa Israel tuna haja ya kujilinda, tunao haki ya kujilinda. Hii imetokea baada ya kwamba katika mashambulizi yote ambayo wanafanya Israel, majibu yanayopata kwa Palestina ni watoto kuwapiga mawe ya askari wao wanakuja na silaha, wanakuja na mabomu na mabunduki, unaona. Lakini wa Palestina ambao hawana chochote, wao huwa wanajitetea kwa mawe. Hawa Hamas ndio waliweza kuchukua silaha. Sasa je, iweje? Sasa hiyo ikawa ni sababu ya Waisrael kuishawishi ulimwengu, na nikisema ulimwengu hapa natumia hii quotes, mnafahamu, ulimwengu wa hizi nchi ambazo zinaongoza ulimwengu, Marekani, nchi za magharibi, sawa, kwa ufupi, ambazo hizi ndio zinazotawala ulimwengu, ambao kama tukenda kwenye historia huko nyuma tutajua kwa nini hizi nchi hizi ziko pamoja na Israel. Hizi nchi hizi zikapeleka hiyo ajenda kutoka kwa Israel ya kutumia hiyo falsafa yao, sera zao za kurithi, kwamba ukitaka kumuua mbwa mpe jina baya. Kwa hivyo hichi kikundi wakaishawishi Umoja Mataifa, na kwa hivyo wakishawishi Umoja Mataifa ni kama vile wameshawishi ulimwengu, sawa, kwamba kiitwe kikundi cha kigaidi. Kwa hivyo kikundi hichi cha Hizbullah cha Hamas pamoja na Hizbullah ambayo ni ya Lebanon, unaona, hivi vikundi ambavyo vilikuwa vinaonyesha kwamba viko resistant kijeshi, vikapewa jina la vikundi wa kigaidi. Sasa ukipewa jina hilo, kikundi cha kigaidi, ulimwengu mzima, iko hiyo umetoka Umoja wa Mataifa, ina maana ulimwengu mzima kwa sheria inatakiwa ikutambue wewe kama gaidi. Na kwa hivyo ikiwa wewe ni gaidi, ina maana unachofanya chochote kitakuwa ni uhalifu, kwa sababu ugaidi wenyewe ni uhalifu. Kwa hivyo kitachofanyika ndani ya ugaidi inakuwa ni uhalifu. Hata mtu akija kukupiga kibao halafu ukamrudishia, yule aliyokupiga yule yuko sahihi, na wewe uliorudisha utakuwa, kwa sababu wewe ni gaidi. Kwa hivyo kikundi hichi kikaitwa kikundi cha kigaidi mpaka hii leo tunazungumza. Na kwa hivyo, kwa maana hiyo, ina maana Waisrael hawapigani na Wapalestina, wanapigana
na kikundi cha kigaidi cha Hamas. Sawa. Na kwa hivyo kwa kutumia hiyo sasa, hiyo Mwingereza, Marekani, Italiano na Umoja wa Nchi za Ulaya wanatangaza rasmi kuiunga mkono Israel, ambayo imeingia katika janga kubwa la kigaidi, kwamba wanapigwa na magaidi wa Hamas, na kwa hivyo hawa wanahitaji wasaidiwe na watetewe wa Israel. Na nchi yote ambayo itazungumza vinginevyo, itaonekana hiyo nchi iko kinyume na haki za binadamu. Kwa nini? Inaunga mkono Hamas ambao ni magaidi. Meli ya Kimarekani hivi sasa, wakati naongea hivi, iko tayari kwenye pwani ya Gaza pale, kusaidia watu walioonewa wa Israel. Siku ya pili yake tu, yani Jumamosi, Joe Biden na Blinken walitangaza moja kwa moja kwamba sisi tutasaidia Israel na tuko pamoja nao, na kama tulivyokuwa nao pamoja. Na wengine hao ambao nimewataja wakafuata hapo hapo, naona kwa Israel. Sasa hichi sio kitu kipya, kwa maana kwamba ni kitu ambacho kinategemewa, lakini Israel sasa inataka kuosha uso wake mbele ya ulimwengu. Kwa nini? Kwa sababu ni taifa nchi ambayo ilishafikia katika ile tunasema ilishakuwa na kiburi ya hali ya juu. Sawa. Na katika siku za karibuni, mwezi uliopita tu, ilionekana kiasi gani hii Israel ilishajiaminisha na kujiamini sana kwamba wao wameshaweza kuutawala ulimwengu wote wa Mashariki ya Kati. Yakaenda mazungumzo na nchi zile ambazo zina nguvu katika Mashariki ya Kati, ikiwemo Kuwait, ikiwemo Falme za Nchi za Kiarabu, Saudi Arabia na nchi nyingine kadhaa zile. Sema kwamba tunataka tunataka kujenga uhusiano mwema na nchi za Kiarabu, ili akiwa na maana hiyo Mwisraeli kwamba yeye sasa ndio atakuwa ni kama center ya ile Mashariki ya Kati. Sawa, kwamba lazima tujenge uhusiano mwema na hawa ili tuweze kuishi kwa amani. Kwa hivyo akajaribu kuishawishi Saudi Arabia na Falme za Nchi za Kiarabu, wakaweka huo uhusiano. Hapa sikusudii wananchi, lakini nakusudia dola, mamlaka. Sawa? Lakini hichi ambacho nakizungumza kilionekana wazi kama wiki tatu zilizopita. Huyu Benjamin Netanyahu ambaye ndio waziri mkuu wa Israel, katika Baraza la Usalama wa Umoja wa Mataifa alizungumza maneno haya yafuatayo kuhusu uhusiano wake wa Israel, yani kama vile mwelekeo mpya wa siasa za Israel na mwelekeo mpya wa siasa za nchi za Kiarabu Mashariki ya Kati. Akasema kwamba sisi tunataka kujenga uhusiano mwema na hizi nchi nyingine za Kiarabu ili kuleta amani ya kudumu Mashariki ya Kati.
na tunaona hilo ni swala muhimu zaidi. After all, wa Palestina, yani kwa maana nyingine, kwani hawa Palestina wao ni 2% tu ya Waarabu. Kwa hivyo sisi tunasisitiza zaidi uhusiano na hawa, unaona, na sio wa Palestina. Yani wa Palestina kama vile hawapo. Alizungumza hiyo kwenye wa Baraza Kuu la Umoja Mataifa kwamba swala la Palestina hawa, hili sasa la kushughulikia. Sawa, sisi tunataka tujenge uhusiano na hizi nchi nyingine, unaona, hayo mambo mengine ni mambo yetu ya ndani, hawa Palestina tutashughulikia wenyewe. Sasa hiyo ilikuwa na maana gani? Hiyo maana yake ni kwamba uhusiano na hizi nchi ambazo Israeli ilikuwa inajaribu kujenga, hii kwa Kiingereza tunasema at the expense ya Palestine. Yani ni kwamba ule uhusiano ule ilikuwa sio faida, lakini ni hasara kwa Palestina. Yani kwamba zile nchi nyingine zote zimeshaungana na Waisraeli, na kwa hivyo waona Palestina sasa amebaki peke yake, kama vile alivyokuwa alishaachwa na hizi nchi nyingine wakati ilipotokea migogoro ya Ukraine na Russia. Lakini hii sasa ikajenga muhuri kabisa kwamba sisi wa Palestina is not an issue at all. Sisi tumesahaulika na wala hatushughulikie. Hawa ni wale ambao Palestina alikuwa anategemea kwamba ndio wenzake. Hii ilitokana na hivi kwamba Msaudia anahisi kwamba kuwa na uhusiano na Muisraeli kungemwezesha yeye kupata nguvu zaidi ya kupigana na Iran. Iran ambao ni hawa ni mahasimu wawili, mahasimu wawili Mashariki ya Kati. Haya ni mataifa makubwa mawili ya Mashariki ya Kati. Ni kama watawala wawili wa Mashariki ya Kati ambao wanapigania maeneo sawa na utawala. Sasa adui mkubwa wa Muisraeli ni Iran, ambaye ndio adui mkubwa wa Marekani vile vile. Kwa hivyo kuungana na Muisraeli kutamfanya Saudi Arabia aweze kuwa na nguvu zaidi ya kupigana na Iran. Sawa. Hii ilishajionyesha kwenye vile vita vya Yemen. No. Yemen pale Saudi Arabia yuko pande mmoja na Houthi ambaye anasaidiwa na Iran yuko pande mwingine. Zaidi ni kwamba hawa Hamasi wenyewe pia ni washirika wa Iran. Na Hezbollah iko Lebanon, ile ambayo ilimshinda Muisraeli katika vita vile vya 2006. Hawa wote wana mwelekeo na Iran, ndio wasaidizi wake, ndio wanaosaidia. Kwa hivyo hivi ni vita vya kisiasa baina yao, lakini hayo yote sasa loser ni Palestina. Sasa ilipotokea hii ya juzi, imemweka Saudia katika hali ya utata, huku Mpalestina ambaye sio Hamas imebidi aiangalie Palestina nje ya Hamas. Ilipotokea hiyo, sasa Saudia anashindwa kutangaza kwamba nilifanya kosa kujenga urafiki na Muisraeli, lakini pia anashindwa vile vile kusema kwamba anaiunga mkono Hamas. Badala yake ameishia kuchukua kitu ambacho tunasema neutral,
kwamba kuwataka Waisrael, kuwaomba Waisrael waache hivi vita na Hamas na wao waache vita, kwa sababu wanaoteseka ni watoto na wanawake. Hii ni hali ya kinafiki. Anashindwa Saudia kutangaza moja kwa moja, kwa sababu huku wameshakubaliana na Muisrael, lakini huku hawa sema kwanza slogan ambayo walioitumia Hamas, jina la hii operation wameita Aqsa Flood, yani gharika ya Al-Aqsa. Na sababu walizotoa mbili, kwa nini ikabidi waishambulia Israeli wakati huu, ni kwa sababu ya hivi vitendo vya Israeli vya hivi karibuni kwenda kutusi sehemu takatifu ya Waislamu ambao ni Al-Aqsa, kushajisha na wao wenyewe kushiriki, unaona, kama askari kuwalinda wale watu Waisraeli walikuwa wanaitukana Al-Aqsa wakati wa ibada ya Waislamu. Hii ni sababu moja ambayo imeibua hivi vita vya hivi karibuni. Sababu nyingine waliotoa Hamas ni kutokana na unyanyasaji maonevu yanayoendelea na yaliyoendelea ya Israel dhidi ya Palestina. Sasa katika hali kama hiyo, Saudia hawezi akasema kitu. Kwa hivyo imebaki kujiweka katikati na kuzungumza maneno ambayo ni ya kidiplomasia, tofauti na hawa wengine wa magharibi, kwa sababu wa magharibi wa msimamo wao unajulikana. Kwa nini hawa msimamo wao unajulikana? Kwa sababu ni wao waliweka Israeli pale mwaka 1948. Taifa la Israel kama hii nchi iliyopo, hii haikuwepo. Ni nchi ya kutengeneza. Ilitengenezwa baada ya vita vya pili vya dunia, vilimalizika 1945 baada ya tukio lile ambalo wanasema ni Holocaust. Kwa hivyo wakakaa hawa mataifa washindi manne, ikiwemo Marekani, Uingereza, Ufaransa na shirikisho la Kisovieti Urusi. Wakasema kutokana na hii Holocaust iliyotokea, yani Wajerumani wa Hitler hawa wakawachukua hawa Wayahudi walikuwa wanaishi Ujerumani na Poland, wakaweka kwenye kambi, hizi kambi za mateso. Halafu Hitler akawapiga gas, akawaua kwa gas. Waisraeli wenyewe na watu wa magharibi wanasema hao walikuwa ni Waisraeli milioni 6 waliwekwa kwenye hiyo kambi. Sasa mimi sijui ni gani, lakini nikiangalia tukiakili, hili eneo ya hiyo kambi halifiki kilomita za mraba 1 au 2. Sasa sijui kama mahala kama hapo wanaweza kakaa watu milioni 6, sijui. Lakini hii ikawa ndio sababu kubwa iliyotangazwa ya kuwatafutia hawa watu mahala pengine ambapo wataishi kwa amani baada ya kuishi katika ukimbizini katika nchi tofauti kwa miaka karibu ya 1300. Kwa hivyo sasa ni wakati kwamba hawa watu tuwatafutie mahala. Sasa hii historia hapa ni muhimu kidogo, kwa sababu hakuna tukio ambalo linatokea bila kuwa na mzizi wake wa kihistoria. Tukio hili halikutoka mbinguni. Halikuteremshwa, unafahamu, kama ilivyoteremshwa adhabu ya
adhabu ya Mungu kwa watu wa Nuh na watu wa Lut. Hapana.